tunaongelea mada inayosema je, utamaduni wa watu wa Mtwara ukoje? Waswahili husema ukifika sehemu uliza, ukifika kwa Warumu ufanye kama Warumu wafanyavyo, ukifika kwa Wanyakyusa basi ufanye. Kwa sisi tumeingia Mtwara tukasema bwana, kabla kwanza kujanjarika, kabla kwanza kwenda kuchukua korosho, kabla kwanza kula samaki wao, lazima ujue utamaduni wa Mtwara ukoje. Ni mkoa ambao kwa kweli uko kusini kwa Tanzania, hatufahamu vizuri. Wengine wakati tunaambia kuja Mtwara wanasema Mtwara pakoje, wengine wako hawajui hata bahari ya Hindi kwamba inapatikana hapa au inaanza hapa, hawajui kwamba kuna bandari. Kwa hiyo tukasema tufahamu utamaduni wa Mtwara kutoka kwa wakazi wa Mtwara wenyewe. Mama, nataka kukuamkia au kukusalimia kwa lugha ya Mtwara. Habari jalelo. Habari jalelo. Kwa kama Kiswahili lugha gani? Mimi Makonde. Makonde kabila kubwa la Mtwara ni wa Makonde. Sana. Na wanasalimia wanasema habari jalelo. Habari jalelo. Mama pale katikati kwenye kuitikia unasemaje? Njema ujambo? Hiyo ndio Kimakonde. Kipindi ni mini basi huko mkoani Mtwara, msiondoke, mapumziko mafupi tunashuka tukurudi mada kwanza itaendelea hapa. Tumerudi, kipindi ni mini basi, watu wameshuka na wengine wamepanda, na mada tunayojadili ni utamaduni wa mkoa wa Mtwara. Kwa nia ambao mfahamu ndio faida ya kipindi hichi, bure kabisa unapewa kujua somo au kupewa kuelimishwa kupitia mikoa tofauti, maana mini basi inazunguka mikoa tofauti. Brother, tamaduni za hapa Mtwara zikoje? Watu wa aina gani? Mtwara kuna wakulima, wavuvi. Yaani hapa ndio kwa kuhieka mpaka Liamba. Kwa kuhieka hapa mpaka Liamba. Wewe acha tu. Heki mpaka Lamba. Chieka mpaka Wacheshi. Wacheshi mpaka Sugoi. Tuka tumefika kama tukia. Inasemekana mkoa umegawanyika katika wilaya 5, halmashauri 6, tarafa 25, kata ya 149, vijiji 738, vitongoji 3126, mitaa 85. Aidha mkoa unatarajiwa kuwa na halmashauri ya mji, ni halmashauri wa mji wa Masasi. Inasemekana mkoa huu ulipoanzishwa ulikuwa na wilaya 3 kwa Mtwara. Wilaya ambazo ni Masasi ambao ulirasimishwa mwaka 1928 chini ya ukoloni wa Kijerumani, Newala mwaka 1956 chini ya ukoloni wa Uingereza, na Mtwara ulianzishwa mwaka 1961. Na maana neno Mtwara haswa ni nini? Kwa asili yake ya jina hilo ni kwamba ni sehemu ambayo ukishafika basi kutoka kwake inakuwa ni kazi sana, yani inakuwa tayari umeshatekwa kwa ajili ya ukarimu na ucheshi walionao wana Mtwara kwa ujumla. Kwa hiyo ndio likatajwa neno Mtwara. Kutokana na research yetu hapa inasema neno au jina Mtwara limetokana na neno la Kimakonde kumaanisha kutawala. Kutwala. Ambayo inamaanisha kuchukua yote. Kwa hiyo jina limetisha kweli. Kwa ukarimu wa watu wa Mtwara. Hapa Mtwara kuna mambo haya au unyago na ngoma na yanafanyika kwa kipindi gani? Tuelezee. Mwezi wa 11 na mwezi wa 6. Nini kinafanyika? Magoma tu, kuwachezea watoto. Bibi msaidie. Ikiwa watoto wa kiume wanawekewa jandoni, alafu ndo wanawatoa, ndo nawalua. Ndo maana yake. Na wa kike ndio hivyo hivyo. Wengine kama kwetu bara kule baya kwa Chingenge. Kutamba. Wengine baya kwa Lumba. Kuvina. Kwa maana ndio sherehe ya unyago kwa kweli. Na hapa Mtwara moja kwa moja mpaka Mtwara. Hiyo Singenge wanacheza watu gani? Wanawake, wanaume au moja kwa moja wanachanganyika? Wanafanya na walu. Hebu imba kidogo Singenge. Imba kuleta utamu ba mama wewe. Bibo nangu tenda daji nganda mwangu we, mwana mdeke deke ulinda kana kumela asala yo. Nangu tenda daji nganda mwangu we. Bibo nangu tenda daji nganda mwangu we, mwana mdeke deke ulinda kana kumela asala yo. Jama Ngobatelu jingate jiro. Jingada mwangu we. Bibo nangu tenda jingada mwangu we. Bwana ndike dike ulindo kana kulema asala yo. Inatosha. Jama ngobatelu jingate jiro. Jama ngobatelu jingate jiro. Sasa sisi tuko tofauti. Sisi tuko tofauti kabisa. Na tofauti gani? Hebu eleza. Na wewe nyiko. Sisi watu wa pwani. Mnaimba. Tunaiona bahari ile. Kuna tofauti, sisi maulidi na masherehe tu mengine kama vile Lomba unaweka, lakini kama ni ngoma hizo na huku pwani ni tofauti. Ni ngoma gani mnazoimba labda?
sisi ngoma zetu Imba wako, imba. Kwa tofauti. Imba kidogo tu tusikie. Sina naanzia maimba chakula halisi cha mkoa wa Mtwara mama. Wewe ni mwana mama, watoto wako ambao kile chakula ambacho toka unazaliwa bibi zako babu zako cha halisi cha Mtwara chakula gani? Chakula cha harisi ni ugali wa muhogo. Alafu kuna mboga yake ambaye ni mdogo wake ni kisamvu. Sasa kisamvu yani mtu na ndugu yake. Tumsikilize Mr. Alwatan Mwinyi, nadhani ndio weke yake mzee ambaye anaifahamu sana mkoa huu. Mr. Mwinyi, mzee Mwinyi, alafu turudi kuongea na wakazi wa Mtwara. Kuna makabila kama 4 hivi hapa Mtwara pamoja na wilaya zake. Tukianzia na Wamakonde, Wamakua, na Wamakonde wa Pwani na Wamakonde wa Newala. Japo kuna makabila mengine Wachaga, wa Kigoma, wanani wanakuja, lakini ule ukabila wetu bado hujatoka. Makonde tangu zamani asili yao ni wachonga vinyago, masanamu, manini yale yanatengenezwa, masanamu makubwa. Kwa hiyo hata wageni walipokuwa wanatoka nje kwanza walikuwa wanafuata sanamu hizo kichoro hapa, vinyago vivyo kichoro. Bwana tunakwenda Mtwara kwenda vinyago bwana, vinyago wananunua masanamu yale ya vinyago vikubwa. Kwa hiyo kama ni utambulisho wa kabila wetu. Mazao yote yanayohusiana na muhogo ndio chakula cha kwanza cha asili ya Mtwara. Muhogo na mboga yake na mizizi inaliwa, inaitwa ming'oko. Hii inachimbwa, inachemshwa. Kuna inayowekwa kwa ajili ya kupondwa, inakuja baadaye kama ugali umekaa kitu kimoja, alafu kuna inaliwa hivi bila kupondwa. Halikadhalika na vyakula vingine kulingana na wakati na kadri unavyokwenda, basi watu wanazoea vyakula vya kiaina vya sasa. Tuna tabia ya majando kwa wanaume. Halikadhalika hata watoto wa kike anapofikia makamu ya miaka 7, 8 hadi 10 anachukuliwa, anapelekwa ndani, anafunzwa unyago. Watoto wanaporudi katika majando ndio kunakuwa na sherehe kubwa sana. Mtoto anaandaliwa, ananunuliwa nguo. Familia inajua kwamba mtoto anatoka jandoni leo, kwa hiyo familia yote inaitwa kwa ajili ya kufanya ile sherehe. Pombe zetu sana sisi mara nyingi labda za mnazi, tembo, za kupika hizi chibuku. Kwa hiyo mara nyingi inapotokea celebration kama hiyo, basi huwa wanatengeneza vitu kama hivi, basi vinatolewa nje kwa ajili ya watu sherehe, kuburudika. Koloni zote 3 ambao zimewahi kufika Afrika hapa zimefika. Kwa hiyo ni mji wa kihistoria sana, Mikindani wa kihistoria sana. Tumerudi kipindi ni mimi bado tunashusha watu, nataka kufunga ibada ya kwanza na tulikuwa tunajadili utamaduni wa mkoa wa Mtwara. Mjawabu, unadhani utamaduni wa mkoa wa Mtwara umebaki kama ulikuwa asilia, utandawazi umewaathiri, ukitathmini hali yake ya kiafya? Koje? Mimi nimekuja hapa na wiki sasa, naja kumtembelea rafiki yangu hapa. Lakini kama aliposema mzee mwenzangu, mji ni hatari, yaweza kunasa kweli, sio rongo. Leta uhondo. Maana mimi nakaa kila ninapotembea hapa mjini naona mpaka leo bado naongeza siku nikae tena wiki ya pili. Naona raha sana. Sababu kubwa ni nini kilichokuvutia? Jambo la kwanza, watu wenyewe ni wazuri. Watu wazuri sana, kisha wanavaa kinadhifu na wanawake wanavaa heshima na hawajachukua mila ya kimjini kama vile tunavyoona Dar es Salaam, Mombasa, kusonga manyele, kujipodoa mauso nini. Hili ni jambo moja kubwa sana. Mimi basi na kipengele kinaitwa Buzz Pop, ambao tunachofanya hapa ni kwenda mikoani kupitia maripoti yetu mkoani na kupata hisia za Tanzania ambao wako mikoani. Hapa Mtwara kuna makabila karibu 3 au 4. Kuna ngoma za kiasili, za Kimakonde. Kuna Sindimba. Tunapendelea kuvaa kanzu, kofia. Sifa za watu wa Mtwara ni wakarimu sana. Sio wagomvi na wala sio wakali. Ni wachapakazi. Ingawa kuna ukosefu wa kazi. Wanachonga vinyago, wanauza. Wote wanalima korosho. Kila mtu anajishughulisha na mipango yake. Chakula cha Mtwara ugali wa mahindi na ugali wa miogo na ming'oko. Asitofautiana na kabila zingine sana. Ni zile zitu za kawaida. Tujitahidi na kujibadili. Tusijibadili kimatatizo. Tujibadili, tuvae vizuri na watoto wetu tuwaelimishe vizuri, yani wawe kama binadamu. Si mara wanavaa masuruali, sijui wanafanya nywele, wanatia dawa mara kwa mara, haipendezi ile kwa mtoto wa kike hata kama wa kiume. Tumerudi
kushusha watu wengine wameongezeka, ruti inaendelea. Tulikuwa tunaongelea mada utamaduni ndani ya mkoa wa Mtwara, tunapata hisia kwa wakazi wenyewe wa mkoa huu. Swala la mavazi. Mfano sasa hivi Mtwara imeharibika sana. Mavazi. Kwa hao wageni ambao wameingia, kwa maana mji umekuwa. Kwa hiyo kadi mchanganyiko wa watu, tamaduni zile zimebadilika, mila na desturi. Kwa hiyo sasa hivi yani inaonekana yani ule mchanganyiko umeenda kubadilisha hata jamii ya watu wa Mtwara. Mtazamo yani kwamba mabadiliko yatakuja kwa baadaye. Sasa hivi sio rahisi jamii moja kwa moja kukubali kwamba wavae vile vitu ambavyo walikuwa wanavivaa zamani, na ukiangalia utandawazi watu wanakwenda na wakati. Tumefika mwisho wa mada kwanza kwenye kipindi cha Minibus tukiwa mkoani Mtwara. Tumepata hisia zao juu ya hii mada, na sasa imefika wakati ambapo tunajitayarisha kwa mada hii. Lakini kuchukua kwenye mada hii ya kwanza kwamba Mtwara ni katika mikoa iliyochelewa kubadilika, na amini au inayochelewa kubadilika kwenye utandawazi ni mfano wa kuiga. Kwa hiyo tutunze zile mila zetu, lakini vizuri kama maendeleo sio mbaya. Watu wengine wanasema kuichukua, lakini tukumbuke mila zetu kama jana yako zile ngoma zetu. Tumesikia Mungu mzuri sana wameimba hapa, nilikosha sana ule wimbo, nimekumbuka kwetu.